Karibu katika kutazama kile ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Haikuwa rahisi ndio, lakini mambo ndo kama mlivyosikia. Yanga imetinga hatua ya makundi kwa mara ya 3 mfululizo, ligi ya mabingwa Afrika ya 4 mfululizo kwa michuano yote ya CAF, ikiwa ni rekodi binafsi. Yanga ilikuwa na kibarua kigumu baada ya kukubali kichapo cha bao 1-0 ugenini dhidi ya Silver Striker, juzi ikipindua meza kibabe kwa ushindi wa mabao 2-0 na kutinga hatua ya makundi. Licha Yanga kufuzu hatua hiyo, ilikuwa na kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha inapata nafasi hiyo. Nafasi nyingi walizozitumia walishindwa kuzitumia, na ushindi huo wa mabao 2-0 ndio ulioamua hatima yao. Presha ilikuwa kubwa kabla ya mchezo huo. Kulikuwa na presha kubwa ya Yanga, na sio kwa wachezaji pekee bali kwa viongozi na hata kwa mashabiki wa timu hiyo, kutokana na mshtuko wa kipigo cha ugenini. Kipigo hicho kilitupatia kirahisi kwa nini ilazimika Yanga kuachana na aliyekuwa kocha wake mkuu Romain Folz kutokana na matokeo hayo. Pia akililaumu tangu aichukue timu hiyo imekuwa haichezi kwa kuvutia. Pacome ni yule yule, kama kuna mtu wana Yanga wanamuombea wakati wa mechi hasa zile ngumu, ni saa wa Pacome Zouzoua asipate majeraha. Katika mechi ya juzi Jumamosi, mashabiki waliofurika uwanjani wa Benjamin Mkapa walikuwa roho juu baada ya star huyo kuumia baada ya kuchezewa raf iliyomfanya agarigari chini kwa kutupa hofu kubwa watu hawa. Lakini kiungo huyo raia wa Ivory Coast alifanya kazi kubwa kutengeneza hatari lango la wapinzani, na aliamua kwa miguu yake na kwa akili nguvu ya Yanga kwenda lango la Silver Strike, na haikuwa rahisi kumpokonya mpira ukiwa miguuni mwake, labda au poteze mwenyewe. Pengo la Mzize Dube ajiulize katika kitu ambacho mashabiki wa Yanga walikuwa wanatamani kuona, ni uwepo wa mshambuliaji wao Clement Mzize aliyekosekana kwa mchezo wa jana. Kwa kila alichokiweza atamuonyesha jeraha lake la goti. Mshambuliaji huyo ambaye msimu uliopita alifunga mabao 13 hakuwa na siku nzuri kazini hadi mwenyewe kuomba kufanyiwa mabadiliko. Utimamu wa mwili upo chini. Yanga msimu minne ya ubora inapoteza mvuto, ndivyo unaweza kusema, kutokana na namna hiyo inacheza, huku mashabiki wakiwa wanafanya furaha kutokana na kila ambacho kilionekana. Kipindi cha pili timu hiyo ilibarikiwa na wachezaji wachache wenye utimamu wa mwili ambao walikuwa unaonekana muda wote wakipambania nembo ya Yanga, huku Silver Striker ikionyesha uhai kwa ushambuliaji zaidi lango la wapinzani. Lakini Dube, jina la Mos Bala kutoka Tunisia, ilizidi kupoteza mdogo midomoni mwa mashabiki wa Yanga. Ndio ni kutokana na kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara, pia uwepo wa Dube, Abuya na Mudathiri Yahya. Abuya alifanya kazi kubwa mbele ya beki wakati na alitibua vikali mashambulizi ya wageni, lakini akitubua hesabu nyingi za ufundi wao, uchizi ulio kithiri. Licha ya Abuya kucheza vizuri, lakini bado Yanga haina haja ya kuwa imara zaidi eneo hilo la kati ili kuleta mazungumzo, maunganiko mzuri kati ya viungo wa mbele na wale wakabaji. Pia kulikuwa na Mohamed Dom akichafua eneo la kati ambalo alikuwa na zurura kila upande wa Mudathir Yahya, ambaye mpira ulimshinda dakika 23 za mchezo na kuomba kutoka. Mabed kautua mzigo. Kocha wa muda Patrick Mabed amemaliza kibarua chake salama baada ya kuivusha timu hiyo kwa ushindi huo, huku pia kikosi hicho kitatawalwa na mchezo licha ya pressure kuwa kubwa. Kaimu kocha huyo mkuu amesema timu imekuwa bora na imeonyesha mabadiliko makubwa tofauti na mchezo wa awali, lakini hajaridhishwa nayo jinsi wanavyocheza. Nahodha wa Yanga Job amesema haikuwa rahisi kwa juhudi na kuipambania klabu, na kwa pamoja wamefanikisha kutinga hatua ya makundi, lengo ambalo waliliweka tangu mwanzo wa msimu. Mchezo ulikuwa mgumu na mzuri. Tunamshukuru Mungu tumefanikiwa. Tunawashukuru pia mashabiki waliojitokeza kwa wingi. Tunatupa sapoti. Ushindi na unaenda kwao na tunawaahidi kuwa bora zaidi. Haya yalisemwa na kocha wa